Ndugu viongozi, ndugu wanachama, wafuasi wa chama cha ACT Wazalendo na wananchi kwa jumla. Kwanza tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuweka salama mpaka sasa, pamoja na harakati zetu hizi za tulizokuwa nazo za kampeni. Na pili, naomba niendelee kuwashukuru viongozi na wafuasi wetu mbalimbali kwa kuendelea kushughulikia mambo mbalimbali yanayohusu mchakato wetu wa uchaguzi. Ndugu viongozi, ndugu wanachama na wafuasi wetu na wananchi kwa jumla, katika mikutano yetu ya mwisho ya kampeni ya ufungaji ule wa Tibirinzi na wa Kibanda Maiti hapa Zanzibar, kulikuwa na jambo moja ambalo tulisema tutalitolea maelezo na maelekezo, nalo ni kuhusu kura ya mapema. Tulikubaliana kuchukua hatua hizo kwa sababu tulihisi kwa mazingira yake tulihitaji kushauriana na vyombo na taasisi mbalimbali na hasa mamlaka za nchi katika namna au kwa ajili ya kukabiliana na changamoto zile ambazo tunaona zilijitokeza. Nina furaha kuambia kwamba baada ya kushauriana na vyombo hivyo na mamlaka za nchi, naomba nieleze yafuatayo. Kwanza, tumekubaliana kwamba zile changamoto za msingi ambazo zilikuwepo na ambazo la kwanza ni kuhusiana na uwazi wa orodha ya wapiga kura ambao wengi imewashangaza, sisi imetushangaza kwa sababu inawapiga kura kwanza wengi hamna picha, na pia wengi wanaonekana kwamba hawahusiki na upigaji wa kura ya mapema kama ilivyoelezwa katika sheria. Na jambo la pili ni kuhusiana na usimamizi wa kura ambazo zitapigwa siku ya uchaguzi wa mapema. Suala kubwa lilikuwa ni kwamba kura hizi zitahifadhiwaje ili kuweka uwazi wake na credibility yake, lakini na la pili kwamba kutakuwaje na uhakika wa kwamba ni kura kweli zile ambazo zimepigwa. Sasa mambo haya mawili kusema kweli yalikuwa ni changamoto kubwa sana. Baada ya kukaa na vyombo, baada ya kukaa na mamlaka za nchi, tumekubaliana mambo haya mawili. Kwanza kwamba orodha itapitiwa kwa umakini ili wale tu ambao wanahusika na upigaji wa kura ya mapema ndio wapige kura ya mapema. Na la pili kwamba baada ya kupigwa hii kura ya mapema, kura zihesabiwe, kila mtu ajue matokeo, lakini matokeo haya hayatakwenda kutakaswa. Sasa baada ya kuzipitia changamoto hizo na kupata maelekezo hayo ambayo tumeyapata, uongozi wa chama chenu umeridhika kwamba ili kuepusha vurugu, ili kuendelea kufanya uchaguzi huu kwa amani, na kwa sababu pia baada ya kuzingatia kwamba wenzetu hasa wa Chama cha Mapinduzi, uchaguzi huu ni wazi kwamba umewashinda, na vurugu yoyote kwa wao itakuwa ni kichaka cha kuweza kuharibu uchaguzi ambao ni wazi kwamba chama chetu cha ACT Wazalendo kinakwenda kushinda. Kwa hivyo ili kuepusha yote hayo, tuwaombe la kwanza, kesho siku ya uchaguzi wa kura ya mapema, wale wanaohusika tuna kura ya mapema ndio waende vituoni. Mawakala wetu, wagombea, maofisa wetu wanaosimamia, pamoja na waangalizi na wengine ambao itaonekana kuna haja na wao kushiriki katika vituo kwa mujibu wa sheria. Hawa tunawaomba waende ili waende wakasimamie kura hii ya mapema wakiwa na lengo la kuhakikisha kwamba sheria, taratibu, kanuni zinafuatwa katika kura hii ya mapema. Na pili, kuhakikisha kwamba hakufanyiki udanganyifu wa namna yote.
na la tatu kuhakikisha kwamba hakutokei vurugu ya namna yoyote. Tukizingatia haya, tunaamini kura ya mapema itapita kwa salama na bila athari yoyote kwa chama chetu na pia katika uchaguzi huu. Tunachoomba wananchi, tunachoomba wanachama wetu, tunachoomba viongozi, tuendelee kusimamia usalama. Tuwe watulivu, tuwe na amani, tuepuke kupelekeana maneno yaliyokuwa ni ya uvumi, ya uzushi na taarifa yoyote. Jambo lolote lile ambalo litatokea katika vituo vya kupigia kura ambalo ni kinyume na sheria, kinyume na taratibu, tunaomba wahusika waliripoti kwa viongozi wao haraka inavyowezekana ili tupate kulichukulia hatua. Mwisho, nichukue fursa hii kushukuru vyombo ambavyo tumesaidiana navyo katika kuhakikisha tunalipita zoezi hili kwa salama, na nizishukuru mamlaka za nchi na viongozi ambao kwa dhati wamekubali kwamba tufanye kazi pamoja ili hili tulipite kwa salama. Naomba tuende tukasimamie kura ya mapema kwa salama, kwa amani na kwa taratibu ziliopo za nchi. Niwaombe na viongozi wenzetu wa Chama cha Mapinduzi na vyama vingine, tuchukue dhamana zetu kama viongozi. Tunaamini sote tukisimama kama viongozi, tukaweka mbele maslahi mapana ya nchi yetu, ya amani na utulivu wa kweli, tunaamini tunaweza kuvuka katika uchaguzi huu kwa salama na amani na sauti ya wananchi ikasikika. Naomba niwashukuru sana, asanteni.